Kitaifa afunika Kindiki nyumbani kwake. Dedi Moto kufungua TPL. Manda uwanja ndege usio na barabara. Duale sasa amruka Isaac Mwaura na wakuu wa ofia usajili wa sekondari. Acha tuanze na kidokezo cha kwanza. Duale sasa amruka Isaac Mwaura na Kevin Ogero. Naam. Jambo kabisa mtazamaji, langu jina ni Kevin Ogero, nikiwaletea habari kuhusu Mheshimiwa Aden Duale. Mheshimiwa Aden Duale ni Mheshimiwa Aden Duale ni kiongozi ambaye anasimamia idara ya afya na matibabu nchini Kenya. Miaka mingi tumeona kuwa saa haifanyi. Hapo juzi awali tulipata orodha ya wabunge ambayo wako katika komiti ya afya walisanyika kukita kambi ili kujadiliana na mbunge huyo na waziri huyo. Huku tulipata kuwa hakuna matokeo wala jibu ilipatikana, na hata vita kutokea huku mbunge Kibageni kutaka kuzoziana na mwana mkuu huyo. William Samoei Ruto aliamua kurekebisha na kujikejeli hiyo jambo na hata kufanya uchunguzi wa haraka mahali ambapo pesa zote za saa zinapotelea. Asante. Kesi ya pili, walimu wakuu wa grade 10, walimu wakuu wanahofu. Nitawaletea habari. Langu jina ni Tracy Achieng. Huku wanafunzi wa grade ya 9 wakitarajiwa kujiunga na shule za sekondari chini ya mtaala wa elimu ya kimilisi CBE, walimu wakuu wameeleza wasiwasi wao kuhusu maandalizi yanayoendelea. Walimu hao wakuu ambao wataanza rasmi kongamano lao la kila mwaka hii leo katika ukumbi wa Sheikh Khalifa huko Mombasa, wameitaka serikali kuweka mikakati ya kukabiliana na changamoto zinazoibuka kabla ya wanafunzi hao wapatao milioni 1.2 kujiunga na gredi ya 10. Kati ya changamoto zinazowakabili ni ufadhili wa masomo, namna ya kuchanganya wanafunzi wa bweni na wale wa kutwa katika shule za kitaifa na msongamano katika shule hizo, na walimu kufundisha kuhusu CBE. Akiongezea alisema kuwa wanataka serikali iangalie suala la nyongeza ya mishahara ya walimu, kupandishwa vyeo kwa walimu na bima ya afya ya wanafunzi. Naam, asante sana Tracy. Hata tupate dokezo cha tatu. Manda uwanja ndege usio na barabara naye Kima. Uwanja wa ndege wa Manda, kaunti ya Lamu unaelekea nchini kutokana na kwamba hakuna barabara ya kufikia. Viwanja vingine vya ndege kama vya kawaida hufikiwa kwa usafiri wa barabara. Hicho ni kinyume na uwanja wa ndege wa Manda ambao kufikia utahitajika kusafiri kupitia anga au bahari. Hili linatokana na kwamba uwanja huo unapatikana kwenye kisiwa cha Manda, kilichozingirwa kila upande na bahari hii. Manda ni mojawapo ya zaidi ya visiwa 60 katika kaunti ya Lamu. Naam, acha tupate mapumziko kidogo. Tukirudi tutarudi na habari za spoti.
Karibu tena msikilizaji. Tumefika katika habari za spoti ambapo tunapata David Moto kufungua EPL. Tunaletea taarifa ya habari kuhusu spoti ambapo tunazungumzia timu ya tano zitakazokuwa moto katika uwanja wa kimataifa. Jumla ya timu 50 zitasakatwa katika ligi kuu ya Uingereza maarufu EPL mnamo mwaka 2025-26 baada ya ratiba ya kampeni ya kupita hicho muhula ujao kutolewa Jumatatu iliyopita. Leo ni mechi kati ya timu mbili zinazokaribiana jiografia ambazo mara nyingi huwa katika jiji himaya au eneo moja na wapinzani wakati wa kihistoria. Ingawa hivyo, michuano kati ya Crystal Palace iliyo na makao yake jijini London na Brighton inayotokea huko Sussex bado zinaitwa ligi katika EPL licha ya umbali wa klabu hizo kutokea. Hii kwa sababu timu hizo zilikuwa na mazoea ya kukutana mara kwa mara katika miaka ya mwaka wa 1970 ikiwa ni pamoja na mara ya 5 katika msimu wa mwaka wa 1966-67. Pia zimetenganishwa na barabara ya M23, barabara moja ikiunganisha eneo la Sussex na London City. Baada ya mechi 42 zitakazotangazwa na vikosi 7: Chelsea, Palace, West Ham United, Fulham, Brighton, Tottenham Hotspur na Arsenal katika derby ya London kati ya Agosti 17 mwaka 2025 Mei 24 mwaka 2026. Kuna derby ile nyingine maarufu katika EPL. So taarifa hii nasomewa naye Jerry Kibet. Kilicho na mwanzo hakina kulikuwa na mwisho. Je, wajua kwamba hata wafu humea nywele na kucha baada ya kuzikwa? Kwa habari zaidi tupate katika www.radiocitizen.co.ke.